Karibu kwenye Remedify Coaching Program Podcast. Karibu sana. Leo tunaangazia swali ambalo limeleta wasiwasi na sintofahamu nyingi sana kwa Wakristo wengi. Je, ni lazima kunena kwa lugha ili uokoke? Sasa, tumepokea dondoo kutoka kwenye kitabu cha Kamau, mjadala kuhusu lugha, na lengo letu ni kutumia maandiko haya kukupa wewe uwazi na uhuru. Tutachunguza Biblia inasema nini hasa, historia ya kanisa na maana yake kwako leo. Hili ni jambo la msingi kweli kweli, kwa sababu linagusa kiini cha jinsi tunavyoelewa wokovu wenyewe na pia kazi ya Roho Mtakatifu. Madhumuni ya mjadala wetu ni kukusaidia kuelewa pande zote za hili swala, ili uwe na msingi thabiti wa imani yako. Sawa kabisa. Basi, hebu tulifafanue hili. Chanzo chetu kinaweka wazi tangu mwanzo. Biblia haisemi popote pale kwamba kunena kwa lugha ni sharti la wokovu. Inanukuu wa Efeso, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Hii peke yake inaleta nafuu kubwa sana, sivyo? Bila shaka. Na uzuri wa jinsi chanzo hiki kinavyolijenga hili ni kwamba kinaondoa suala la wokovu kutoka kwenye matendo yetu na kulirudisha kwenye kazi ya Kristo msalabani pekee. Wokovu si kitu tunachokithibitisha sisi kwa karama fulani, ni zawadi. Ni zawadi tu. Ndio. Kinarejelea Warumi 8 mstari wa 9, ambapo inasema mtu yoyote asipokuwa na Roho wa Kristo, yeye si wake. Ngoja kidogo, hebu tulifafanue hilo, maana ni muhimu sana. Kwa hiyo, kulingana na hoja hii, unapomwamini tu Kristo, papo hapo unapokea Roho Mtakatifu. Hasa. Sio kwamba unaokoka kwanza, halafu baadaye unasubiri hatua ya pili ya kupokea Roho na kuthibitisha kwa lugha. Hiyo ndio hoja kuu. Mwandishi anasema, matukio hayo mawili, kuokoka na kupokea Roho, hayatenganishwi, ni tukio moja. Na ili kulifanya hili liwe wazi zaidi, anatoa mifano miwili yenye nguvu sana kutoka kwenye Biblia. Ipi hiyo? Kwanza, yule mwizi msalabani. Hebu fikiria, Yesu alimwambia, leo hii utakuwa pamoja nami paradisoni. Hakukuwa na muda wa kwenda kanisani, kubatizwa au kunena kwa lugha. Wokovu wake ulikuwa wa papo hapo na kamili. Ulitegemea imani yake tu. Na ule mfano wa pili ni wa yule tawashi Mwethiopia kwenye Matendo sura ya 8. Sawa kabisa. Alisikia Injili kutoka kwa Filipo, akaamini, akabatizwa pale pale. Na maandiko yanasema akaenda zake akifurahi. Akifurahi, hayasemi lolote kuhusu yeye kunena kwa lugha. Kabisa. Fikiria hivi, kama kunena kwa lugha ndio ithibati kuu, basi chanzo hiki kinasema Biblia imeacha wazi mifano muhimu sana ya wokovu, kama hii miwili, bila hiyo ithibati. Swali zuri sana la kujiuliza. Hilo linapaswa kukufanya ujiulize, je, tunapima ukomavu kwa kipimo ambacho Biblia yenyewe haikutumia? Kweli, na hiyo inatupeleka moja kwa moja kwenye sehemu inayofuata ya hoja ya kitabu hiki, jukumu la kunena kwa lugha katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Watu wengi wanatumia kitabu hiki kama msingi, lakini mwandishi anasema tunahitaji kuwa waangalifu jinsi tunavyokisoma. Sasa hapa ndipo mambo yanapopata mvuto zaidi. Dondoo ulizotoa zinaonyesha kuwa katika kitabu chote cha Matendo, ambacho kimejaa hadithi za maelfu ya watu wanaoongoka, kunena kwa lugha kunatajwa waziwazi mara 3 tu. Mara 3 tu. Siku ya Pentekoste, nyumbani kwa Kornelio na kwa wanafunzi wa Efeso. Hiyo peke yake inashangaza. Ni kweli, na swali ambalo mwandishi anauliza ni, kuna nini maalumu kuhusu haya matukio matatu? Sawa. Mpito. Lilikuwa linawakilisha hatua mpya ya Mungu kuwafikia watu. Hebu tuyapitie moja moja. Sawa. Siku ya Pentekoste, sura ya 2. Injili ilikuwa inawafikia Wayahudi kutoka mataifa mbalimbali kwa mara ya kwanza kabisa. Lugha zilikuwa ishara kwao, kuonyesha kwamba Mungu anavunja vizuizi vya kitaifa. Kwa hiyo, ilikuwa ishara inayoonekana kwa kusudi maalum, sio tu tukio la hisia za ndani. Hasa. Sio tu hisia za ndani. Halafu, nenda kwa Kornelio, sura ya 10. Hili lilikuwa tukio kubwa. Kubwa sana. Kwa mara ya kwanza wa mataifa, watu wasio Wayahudi, walikuwa wanaingizwa kanisani rasmi.
Petro na Wakristo wengine wa Kiyahudi walikuwa na mashaka. Jamani, inawezekanaje? Walikuwa hawaamini. Waliponena kwa lugha, ilikuwa ishara isiyopingika kwa Petro na wenzake kwamba kumbe Mungu anawakubali hawa watu kama anavyotukubali sisi. Ilikuwa uthibitisho kwa wengine, sio tu kwa Kornelio. Sasa nimepata picha vizuri. Na lile la tatu, kule Efeso? Wale walikuwa wanafunzi waliomjua Yohana Mbatizaji tu. Walikuwa na uelewa pungufu. Hawakuwa wamesikia kuhusu Yesu na Roho Mtakatifu kikamilifu. Walipopokea Injili kamili kutoka kwa Paulo na wakanena kwa lugha, ilikuwa ishara ya mpito kutoka Agano la Kale kwenda Agano Jipya kikamilifu. Kwa hiyo kulingana na Kamau, katika kila tukio lugha ilitumika kama alama ya barabarani ya kihistoria, ikisema angalieni, Mungu anafungua mlango mpya hapa. Hiyo ndio hoja yake. Yaani mwandishi anahoji kuwa matukio haya hayakuwa kielelezo cha jinsi kila mtu anavyopaswa kuokoka, bali yalikuwa matukio ya kipekee. Ya kipekee kabisa, yaliyothibitisha upanuzi wa Injili. Na kwa maelfu ya wengine walioongoka kwenye kitabu cha Matendo, hakuna kutajwa kwao kunena kwa lugha. Na hapo ndipo tunapofika kwenye kanisa la Korintho. Ndio, ni kwa sababu ya umuhimu huu wa kipekee, ndio maana ilipoeleweka vibaya kama ilivyotokea Korintho, ilileta fujo kubwa. Hapo sasa Paulo alilazimika kuingilia kati. Sasa tunaunganisha vizuri. Kanisa la Korintho. Yaani dondoo zinaonyesha picha ya kanisa lenye vipawa vingi, lakini lisilo na ukomavu. Kabisa. Na inaonekana waligeuza karama ya lugha kuwa alama ya hadhi, kama mashindano ya nani ana kiroho zaidi. Je, chanzo kinaelezea jinsi Paulo alivyoivunja hiyo dhana? Ndiyo, na anafanya hivyo kwa ustadi mkubwa kweli kweli. Kwanza, anatumia mfano wa mwili. Ule maarufu. Anatumia mfano huu karibu kwa njia ya kuchekesha. Anadokeza picha ya kanisa kuwa jicho moja kubwa linalozunguka, halisikii, halitembei. Ni njia ya busara kuonyesha jinsi wazo la kila mtu kuwa na karama moja tu linavyopwaya. Kweli, utofauti ndio nguvu ya mwili. Halafu anauliza yale maswali yake makali. Je, wote ni mitume? Je, wote unena kwa lugha? Hasa. Na ni maswali ya balagha. Jibu lake ni hapana kubwa na la wazi. Alikuwa anapingana moja kwa moja na utamaduni walioujenga. Na kupata. Lakini haishii hapo. Jambo la msingi zaidi analofanya kulingana na chanzo hiki ni kubadilisha kipimo cha thamani. Wao walikuwa wanathamini karama za maonyesho. Lakini Paulo anasema kipimo halisi ni kujengana. Anasisitiza kuwa angependelea kusema maneno 5 yanayoeleweka ili kuwafundisha wengine kuliko maneno 10,000 katika lugha isiyojulikana. Yaani lengo sio wewe ujisikie vizuri, lengo ni kanisa zima lijengwe. Hilo ndilo lengo kuu. Na ndio maana anaweka sheria kali za matumizi yake. Wasizidi 2 au 3 kwa zamu, na lazima awepo mkalimani. Kama hakuna mkalimani, basi mtu anyamaze. Hii inaonyesha kipaumbele chake kilikuwa kwenye utaratibu na faida kwa wote. Hoja yake ni kwamba upendo ndio karama kuu. Unajua, tunapozungumzia umuhimu wa mafundisho yaliyo wazi na ya kujenga, kama alivyosisitiza Paulo, inanikumbusha jambo. Kama unaona uchambuzi huu wa kina wa maandiko una manufaa na unataka kwenda mbali zaidi, hii inaweza kukuvutia. Unaweza kupata chuo cha Biblia mtandaoni bure, moja kwa moja kwenye barua pepe yako kutoka Tyrannus Hall Bible College, yani TYBC. Huna haja ya kusafiri 100 ya mile. Unachohitaji ni simu yako na internet. Unaweza kuanza leo na kuambia marafiki zako. Tutakuwekea anwani ya tovuti yao kwenye maelezo na sehemu hii. Hiyo ni fursa nzuri sana. Sasa tukirudi kwenye hoja yetu, mwandishi anatupeleka mbele kiasi, kutoka wakati wa Biblia hadi kwenye historia ya karibu zaidi. Ndiyo, anazungumzia mwamko wa Azusa Street mwaka 1906 huko Los Angeles. Chanzo kinasema hapa ndipo harakati za Kipentekoste za kisasa zilipozaliwa. Kwa nini tukio hili ni muhimu sana? Ni muhimu kwa sababu hapa ndipo fundisho jipya lilipopata umaarufu mkubwa, kwamba kunena kwa lugha ni ushahidi wa kwanza na wa lazima
wa ubatizo katika Roho Mtakatifu. Kumbe Chanzo kinasisitiza kuwa hili halikuwa jambo dogo. Kabla ya 1906, wazo la hatua ya pili inayothibitishwa na lugha halikuwa maarufu katika historia ya kanisa la Kiprotestanti. Azusa Street ilikuwa kama mlipuko wa teolojia mpya. mlipuko kabisa. Ilibadilisha jinsi milioni ya watu wanavyoelewa uhusiano wao na Roho Mtakatifu. Makanisa mengi tunayoyaona leo, mizizi yake ipo hapa. Kwa hiyo huu ulikuwa mabadiliko makubwa ya kimtazamo, lakini mtu anaweza kuuliza, je, lugha zilizonenwa pale zilikuwa sawa na zile za kibiblia? Hilo ni swali muhimu sana ambalo chanzo kinajadili. Kinabainisha kuwa wakosoaji wa wakati ule na hata baadhi ya wafuasi walitilia shaka. Kumbuka, siku ya Pentekoste, lugha zilizozungumzwa zilikuwa lugha halisi za kigeni ambazo watu walizitambua. Ulikuwa muujiza wa mawasiliano. Sawa. Chanzo kinasema kwamba lugha zilizozungumzwa Azusa Street mara nyingi hazikuonekana kuwa lugha halisi zinazojulikana. Na kupata. Hii haimaanishi kuhukumu uhalisi wa uzoefu wa watu, la, bali ni muktadha wa kihistoria unaotusaidia kuelewa kwa nini fundisho hili limeenea sana licha ya kuwa geni kabla ya hapo. Huo ni mfano mzito. Sasa chanzo kinatoa mfano mbadala wenye nguvu kutoka nyakati za kisasa. Billy Graham, Billy Graham. mmoja wa wainjilisti wenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia. Alihubiria mamilioni ya watu na kamwe hakunena kwa lugha. Hii inaonekana kama changamoto kubwa kwa wazo kwamba lugha ni kipimo cha nguvu za Roho. Ni changamoto kubwa sana, na mwandishi anatumia mfano huu kutenganisha vitu viwili: nguvu ya Roho Mtakatifu na karama maalum ya Roho Mtakatifu. Hiyo ni tofauti Muhimu sana. Hakuna mtu anayeweza kusema kwa uzito kwamba huduma ya Billy Graham haikuwa na upako. Matunda ya huduma yake, mamilioni ya maisha yaliyobadilishwa, yanajieleza yenyewe. Kweli. Msimamo wake, kulingana na chanzo, ulikuwa unalingana na wa Paulo. Lugha ni karama halali kwa baadhi, lakini si sharti na wala si kipimo cha ukomavu au nguvu kwa wote. Sawa. Hilo lina mantiki. Lakini mtu anayesikiliza anaweza kusema, lakini mchungaji wangu anasisitiza umuhimu wake. Anasema ni kwa ajili ya kujijenga. Kitabu hiki kinazungumziaje hilo? Ingawa hakijajadili moja kwa moja jinsi ya kuzungumza na mchungaji wako, hoja yake kuu inatoa msingi. Na msingi huo ni huu: kipaumbele cha Biblia daima ni juu ya kile kinachojenga mwili mzima wa Kristo hadharani na kile kinachoonyesha tabia ya Kristo maishani. Matunda ya Roho. Hasa, mfano wa Billy Graham unaonyesha kwamba kipimo cha kweli cha kazi ya Roho si karama za maonyesho, bali ni yale Paulo anayoyaita matunda ya Roho katika Wagalatia 5. Upendo, furaha, amani, Uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Hivi ndivyo ushahidi usiopingika wa maisha yaliyojazwa na Roho. Maisha ya Graham yalikuwa kielelezo cha hili. Kwa hiyo, haya yote yanamaanisha nini kwako unayotusikiliza? Baada ya kuchambua dondoo hizi kutoka kwa Kamau, ujumbe unaojitokeza ni wa uhuru. Uhuru kutoka kwenye wasiwasi kwamba labda wokovu wako haujakamilika, uhuru kutoka kwenye shinikizo la kutafuta uzoefu mmoja maalum ili kuthibitisha imani yako, na uhuru wa kukumbatia na kuthamini karama za kipekee ambazo Mungu amekupa wewe ili uwahudumie wengine. Ujumbe muhimu wa kubeba ni huu: kulingana na chanzo hiki, wokovu wako umekamilika kwa 100% katika Kristo kwa njia ya imani. Umekamilika. Roho Mtakatifu ni zawadi unayopewa kama muumini papo hapo unapookoka, si tuzo unayoishindania baadaye. Na ushahidi mkuu wa Roho anayefanya kazi ndani yako hauonekani kwa karama moja tu, bali kwa jinsi tabia yako inavyozidi kufanana na ya Kristo kila siku. Na tunapomalizia, kumbuka unaweza kuendeleza masomo yako ya kina. Pata chuo cha Biblia mtandaoni bure, Tirianas Hall Bible College, yani THBC. Ni fursa nzuri ya kuimarisha ufahamu wako wa neno la Mungu ukiwa popote. Unachohitaji ni simu yako na interneti.
Anza leo na usisite kuambia marafiki zako. Anwani ya tovuti iko kwenye maelezo ya sehemu hii. Na hili ni wazo la kukuacha nalo utafakari, likitokana na yote tuliyojadili. Sawa. Ikiwa kusudi kuu la karama zote za Roho ni kulijenga kanisa katika upendo, unawezaje kugundua na kutumia karama za kipekee ambazo Roho amekupa wewe wiki hii ili kuwahudumia wale walio karibu nawe? Labda karama yako siyo ya maonyesho, pengine ni ya ukarimu, ya kutia moyo kimya kimya, ya kutoa ushauri wa busara, au ya kuandaa chakula kwa mgonjwa. Karama za kimya kimya. Ndiyo. Je, unaweza kuanza kuziona karama hizi za kimya kimya kuwa na nguvu na thamani sawa na zile za sauti kubwa?